Simba Sports Club leo hii kuna uwezekano wa kukamilisha usajili wa nyota wawili, na kama usajili huu moja kwa moja unakamilika kwa pamoja, ndio wakati ambao tutakwenda kushuhudia Simba akifikisha idadi ya nyota watatu ambao atakuwa amewasajili katika msimu wa 2025 2026 katika dirisha dogo la usajili, wakati ambao Simba inazidi kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi chake. Na kama upande huo mambo yote yanakwenda sawa, basi ndio wakati ambao tutaishuhudia Simba ikiwa inazidi kuwa katika ufanisi na weledi mkubwa. Wapo nyota wawili ambao ni nyota wa kigeni ambao leo hii Simba Sports Club inakamilisha usajili wao. Wengine tayari wamekamilisha upande wa pesa za kiusajili kwa maana ya ada ya usajili. Kilichobakia ni wachezaji wenyewe kuweza kumwaga wino, na wengine tayari makubaliano yapo. Kilichobakia ni kuweza kumwaga wino katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Bwana Simba leo hii kuna uwezekano wa kukamilisha usajili wa nyota wawili. Mmoja tayari deal done confirmed katika upande huo, tayari usajili umekamilika. Winga tayari zaidi gorokea katika taifa la Senegal au unaweza kata Senegal kwa maana ya Rebas Seguye ni mmoja wachezaji ambao tayari Simba amekamilisha usajili wake. Rebas Seguye ni kijana mdogo tu ambaye amekuwa anakipiga kwenye timu ya Tangueti ya kutokea pale nchini kwao Senegal, na huyu ndiye nahodha. Kijana mdogo mwenye umri wa miaka 22 ambaye amekuwa na ufanisi na weledi mkubwa katika sehemu ya ushindani mkubwa. Kijana ambaye amepata makuzi ya soka na kijana ambaye amepata nafasi ya kucheza kwenye timu zote za taifa za vijana. Rebas Seguye ni mmoja wa wachezaji ambao Simba anakwenda kunufaika na usajili wake. Mashine hii ukitazama uwanjani inakupatia X factor, kile ambacho unakihitaji kulingana na sehemu ya ubora na ufanisi mkubwa ambao amekuwa nao katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi, kati ya mengi ambayo tunazidi kuyashuhudia na kuyatazama kama sehemu ya mtaji mkubwa kutokea katika upande huo. Rebas Seguye ni mmoja wa wachezaji ambao ukiwatazama kiukweli, Rebas ana uwezo mkubwa wa kuja kuifanya Simba kufanya vizuri zaidi. Moja ya maeneo ambayo coach Steve Baka anahitaji maboresho yaweze kufanyika ni katika hii mbavu ya kushoto, winga ya kushoto ambayo imekuwa na kina Kibu walioshindwa kutoa kile ambacho kinahitajika kina Joshua Mutari Gudu, na katika nafasi hiyo Simba amefikia makubaliano ya kutoa $100,000 katika upande huo. So leo hii tunakwenda kushuhudia Rebas Seguye akiwa ni mmoja wa wachezaji ambao wanatoa katika ardhi tukufu ya Tanzania ili kwenda kukamilisha dili lake la kujiunga na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na kumtimizia coach Steve Baka kila anacho hitaji ili timu yake izidi kuwa katika ufanisi mkubwa. Kumbukwe kocha tayari kaanikiza na kuweka wazi zaidi kwamba kabla ya tarehe 20 zikiwa zimesalia takriban siku 5, anahitaji hawa nyota wote anaowahitaji ambao ni nyota muhimu, usajili uwe tayari umekamilika, then siku 3-4 awe na wachezaji hao kambini kabla ya kwenda kucheza nao, kabla ya kwenda kuwatumia katika mechi yake ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance de Tunis, mechi ya maamuzi kwa upande wa Simba akiwa anahitaji kufuzu kwenda katika hatua ya robo finali baada ya kucheza mechi 2 mtawalia pasipokuwa na ushindi wa aina yoyote ile katika nafasi hiyo. So moja kwa moja upande wa Rebas Seguye ni moja ya usajili ambao tunausubiri kwa hamu tuone kukamilika kwake utakuwa ni usajili wa aina gani na kitu gani pia ambacho anakwenda kuongeza. Out of that, nyota mwingine ambaye ninavyozungumza nawe ni sehemu ya wachezaji ambao wanatua Tanzania. Obviously kwenye muda huu ni mmoja wa wachezaji ambao tayari wanatua Tanzania kwa maana ya Dr. Hadim Diao. Huyu ni beki ya kushoto, left back, mmoja wa wachezaji bora kabisa, raia wa Mauritania ambaye pia ana umri wa miaka 27, kijana aliyezaliwa tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka 1998. Mmoja wa wachezaji ambao ukitazama performance yake as well ni mmoja wa wachezaji ambao amedhihirisha na kuthibitisha kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani. Ukimtazama mwamba huyu kwa maana ya Hadim Diao ni mchezaji ambaye alizaliwa katika taifa la Mauritania na ni mmoja wa wachezaji ambao kwa sasa anakipiga kunako klabu ya soka ya Al Hilal Omdurman ya kutokea pale nchini Sudan, ambao kwa sasa wanashiriki ligi ya pale nchini Rwanda. Hadim Diao anatua katika ardhi ya Tanzania ili moja kwa moja kuja kufanya kazi yake ya kukamilisha mkataba ndani ya Simba. Kumbuka huyu ni mchezaji ambaye amehitajika mara nyingi na kikosi cha wekundu wa Simba toka katika dirisha dogo toka tena katika dirisha kubwa lililopita, Simba wakiwa wameachana na Mohamed Hussein Zimbwe Junior, lakini issue ya usajili wake ikawepo ugumu wa aina yake na kushindwa kujiunga na Simba Sports Club. Lakini awamu hii tayari kila kitu kimefikia sehemu ya makubaliano na kila kitu kimefikia tamati. Hadim Diao sasa naye ni mmoja usije bwana kwenda kumwaga wino ndani ya klabu ya Wekundu wa Simba na kufurahia kila ambacho kinakuwepo na kila ambacho kinakuwa kinaonekana kama sehemu ya mtaji mkubwa na ufanisi mkubwa ambao
tunakwenda kushuhudia na kuangaza vilivyo katika upande huo. So huyu ndiye Hadim Diallo ambaye moja kwa moja we are just waiting kutua kwake na moja kwa moja kuweza kusaini mkataba ndani ya kikosi cha wekundu wa Simba. Lakini pia bado kuna ujio wa mchezaji kama Genino Parase. Huyu Genino Parase pia ni mmoja wa wachezaji ambao tunasubiri ujio wake ndani ya Simba, kama kuna kitu cha ziada pia ambacho ana uwezo wa kuja kuongeza na kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika top performance ya hali ya juu na pia timu kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea katika nafasi. Huyu ni kiungo Stellenbosch ambaye coach Steve Barker pia naye anamhitaji, na Simba tayari wamefungua mazungumzo moja kwa moja kuhakikisha kwamba wanamvuta na kumsogeza katika upande wa timu yao. So hao ni nyota ambao anytime from now usajili wao unakwenda kukamilika ndani ya Simba. Usajili wa dirisha dogo ujue na utambue ya kwamba ni usajili wa nipishe nipite. Wanapokuja hawa kina Ripasi Buye, basi ujue akina Joshua Mutale Budo, akina Steven Dese, akina Neo Maema, basi ujue pia nafasi yao ya kuondoka ndani ya Simba nafasi inazidi kuongezeka katika nafasi. Upande wako usajili huu unauzungumzia vipi? Hakikisha umeweza kutupia comment yako, lakini pia hakikisha umeweza kusubscribe. Hii ni Sky Media, chaguo la wengi na sehemu ambayo unahabarika na kuzipata taarifa zote zaidi.